Lakini pia jana tumeyashuhudia klabu ya Simba Sports Club, lakini pia kupitia rais wake wa heshima Mohamed Dewji Mo wakimpatia mkataba wa miaka 2 Elie Mpanzu Kibisawala, raia wa Kongo huyu. Kumpatia mkataba miaka 2 Simba moja kwa moja kuna kitu cha ziada ambacho umekiona kwa Elie Mpanzu Kibisawala. Mwanzoni mwa msimu hakuwa na namba nzuri, lakini sasa hivi kama moto umewaka hivi. Lakini sio mchezaji pekee ambaye ameongezwa mkataba. Yusuf Kagoma, Rushan De Rock na yeye Elie Mpanzu Kibisawala. Kupatiwa mkataba kwa Elie Mpanzu funga meza moja kwa moja itakuwa ni tija kiasi gani kwa Simba kumongeza mkataba huyu mchezaji? Nadhani Simba wamejiepusha na ushindani katika dirisha la usajili. Ukiangalia Elie Mpanzu mkataba wake uko na isha ama unatamatika mwishoni mwa msimu huu, na ukijaribu kuangalia tayari kulikuwa na maneno mengi, vilabu mbalimbali vilikuwa vinaonyesha nia ya kumtaka ikiongozwa na Young Africans wenyewe. Utagundua kwamba ni timu ambayo ilikuwa inaonyesha nia ya wazi kabisa ikimtaka Elie Mpanzu. Sasa kitendo cha Simba wenyewe kuamua kumuongezea mkataba inatoa taswira moja kwa moja kwamba wanakata kupata ushindani mkubwa kutoka vilabu vingine, ama hata ushindani utakaokuja sasa hivi ni mtu ambaye mwenye fedha ndo atakaweza kupata mchezaji. Kwa hiyo nadhani ni kitu kizuri, na kwa klabu ambayo inaendelea kujitengeneza ni vizuri kufanya hiki ambacho amekifanya Simba, kwa sababu ukimuongezea mchezaji mkataba dhahiri shahiri mtu yoyote ambaye atakayemtaka basi ili mradi aweze kumpata ni lazima aweke hela mezani, ni lazima aweke kiasi cha fedha ambacho kimsingi kwa Simba kitakuwa na faida kubwa. Lakini pia kutapunguza ama Simba anapunguza sasa hivi uwezekano wa wachezaji wake wa muhimu kuchukuliwa kunako dirisha kubwa. Nadhani ni sehemu ya mkakati mzuri, na malengo makubwa ya klabu yanaanza kuonekana hapa, kwa maana ukiwaangalia viongozi wa Simba hiki ambacho wanakifanya, nadhani wanaangalia mbele zaidi na kuhakikisha wanaweza kufanya timu kuwa na standard na daraja la juu kabisa. Kwa hiyo mimi nadhani kwa Simba ni jambo zuri na ni jambo ambalo linapaswa kupongezwa kwa kiasi kikubwa hiki ambacho wamekifanya. Nadhani ni daraja la juu kabisa. Mohamed Dewji Mo amekuja kuzima yale maneno kwamba amejiweka mbali na timu, mara ameonuniana na baadhi ya viongozi wenzake. Hiki ambacho kuja fronti na moja kwa moja kuhusika kwa sehemu kubwa ya kumuongeza mkataba kwa Kibisawala, pengine amerejea kwa nguvu mpya na hali mpya katika kikosi cha Simba. Nadhani ni ishara nzuri kwa mashabiki wa Simba. Hiki ambacho kinaonekana sasa hivi ni kitu ambacho mashabiki wa Simba ndio walitamani kukiona, kuona viongozi wao wa juu kabisa wanakuwa front kwenye kuhakikisha wanaisaidia klabu, na kwenye kuisaidia klabu ndio kama hivi kusajili wachezaji na kuwapa stake zao. Sasa Mo mara baada ya mambo mengi kuzungumzwa, nadhani amekuja kuwaziba mdomo wale ambao wamekuwa wakizungumza kuhusu yeye kwamba apokee simu, ajihusishi na timu. Na hiki ambacho amekifanya nadhani ni jambo la kupongezwa. Kipindi ambacho timu ilikuwa inamhitaji basi amerejea. Ikumbukwe katikati kulikuwa na vitu vingi ambavyo vilikuwa nazungumzwa. Ikumbukwe paka juzi tulikuwa nazungumza hapa kuhusu comment kuhusiana na swala zima transformation, akiuliza imefikia wapi na vitu kama hivyo. Lakini this time around tunamuona ametoka front na kuisaidia timu ama kumsaidia kumsaini mchezaji mkubwa kama Elie Mpanzu. Kwa mimi nadhani jambo kubwa na anapaswa kupongezwa kwa kiasi kikubwa, na anaenda kutengeneza ile hali sasa ya mashabiki ambao walikuwa nahisi kwamba uongozi wao umegawanyika na kuonesha kwamba umekuwa uongozi ambao unazungumza lugha moja. Simba yuko nyuma kwa tofauti alama 7 na yule ambaye anaongoza ligi Tanzania Bara, Young Africans ambaye mwenye alama 38, lakini Simba na viporo ya michezo miwili. Kama anafanikiwa kupata ushindi katika michezo miwili anafikisha alama 37, nyuma ya tofauti alama 1 zaidi ya Young Africans. Kwako fungamezo ukitazama hizi timu mbili, Yanga, Simba, mchuano katika ligi Tanzania Bara, tuwatemu ni hao timu mbili pekee, hususan namna ambavyo Simba anaboresha benchi lake la ufundi na wachezaji wake, ama tuwatemu namna ambavyo zile top 4 wote wawili ambao walikuwepo msimu uliomalizika, ama sasa hivi tuende nao wawili tu, Simba na Yanga ambao ndio wanatetea taji la Tanzania Bara? Uhalisia ni kwamba ligi yetu ni ligi ya timu mbili. Huo ndio uhalisia, na wengine mara nyingi wameonekana kuwa kama wasindikizaji kwa kiasi kikubwa. Ni ligi ambayo imekuwa na washindani kutoka katika Simba na ama washindani kutoka Yanga, kwa maana ni timu ambazo zenyewe zimekuwa zikiwania ubingwa zenyewe pekee yake. Kwa hiyo hiki ambacho kinaonekana sasa hivi bado ni lesi ya timu mbili. Ukijaribu kuangalia Azam FC, watu ambao kabla ya msimu wanakuwa wanapata nafasi kubwa ya kufanya kitu kikubwa, lakini wamekosa muendelezo wa kupata matokeo ambayo anaweza
wanasababisha kuwa bingwa. So turudie tu kusema kwamba bado ligi yetu ni ligi ya timu mbili, kwa maana ya Simba na Yanga, na hao ndio wenyewe ambao wamekuwa kichwana. Hataja sasa hivi ukiangalia racing namna ambavyo ilivyo, utagundua kwamba ni Simba na Yanga ambao wanakaribiana point, kwa maana kama Simba atashinda mchezo wake miwili ya viporo, basi atakuwa ni tofauti ya alama moja mbele ya Young Africans. Kama utagundua kwamba ni timu zenyewe ndio ambazo zimekuwa zikishindana. Kwa hiyo binafsi nadhani ni bado tuna ligi ambayo ina timu mbili peke yake ambazo zina deserve kuwa mabingwa wa ligi kuu, lakini wapo mtu kama Azam ni timu nzuri, lakini bado kuna sehemu ambayo inakwama. Nadhani wakija kigundua wapi ambapo wanakwama, huenda ikawa miongoni mwa timu ambayo pia ikiwa inaanza msimu itakuwa inaanza msimu kuja kuwa bingwa kabisa. Shukrani sana Funga Meza. Asante sana. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.